السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. بعدكم شكور الله سبحانه وتعالى kumtakia rehma kiongozi wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumesikia kwa uzuri Qur'ani aliyotafsiria ndugu yetu kwa umakini zaidi, na tutaendelea na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye ni hadithi katika hadithi ya pili ya kitabu cha Riyadhus Salihin. Hadithi ya pili inasimuliwa na Aisha, yasema wa an ummi almu'minina ummi Abdullah Aisha radhiyallahu anha qalat, asema Aisha qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yaghzu jayshul Ka'bata, wamevamia jeshi al-Kaaba, fa idha kanu bibaydaan min al-ard, pindi walipokuwa katika sehemu ya makawanda. Sehemu ya makawanda ni sehemu ambayo kwamba iliyokuwa wazi, sehemu ambayo kwamba watu wanafanya biashara, watu wanafanya mengi. Hiyo sehemu ni sehemu ambayo kwamba iliyokuwa ya wazi. Sasa huyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema wamevamia jeshi al-Kaaba na walikuwa katika sehemu ya wazi, min al-ardi, katika ardhi. Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, na hawa watu wakati wanavamia sio kwamba wapo tu, hawa watu wakati wanavamia yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, hawa watu wanadidimizwa ndani ya ardhi, imaanisha yani wanazamishwa katika nini? Katika ardhi. Wale ambao kwamba walikuwa wa kwanza hadi wale wa mwisho. Wa kwanza hata kama yuko katika wapi huko kwa Jackson, wale wa kwanza, wa pili wakiwa huku, wale wote wale wa kwanza na wa pili wote wanafanyaje? Wanadidimizwa katika ardhi. Sasa Aisha akashangaa wakati Mtume anasimulia, akasema Aisha, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, vipi sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam unasema wanadidimizwa hao watu, wale wa kwanza wao mpaka wa mwisho wao, kwa sababu gani? Wafihim, na ndani yao katika hao watu kuna aswaquhum wa man laysa minhum, kuna masoko yao ipo hapo ndani yake, na kuna wengine ambao kwamba hata si miongoni mwa wale ambao kwamba wanaenda kuvamia hiyo al-Kaaba. Katika hayo masoko kuna wengine wanafanya biashara, kuna wengine wanafanya mambo mengi katika hiyo soko. Qala, akasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Kamjibu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema, kudidimizwa au uzamishwa bi awwalihim, wale wa kwanza wao, wa akhirihim, pia na wale wa mwisho wao pia. Thumma yub'athuna ala niyatihim, kisha watafufuliwa juu ya nia zao. Muttafaqun alayhi, hii hadithi imepokelewa na Imam Bukhari. Hii hadithi inatufundisha nini na inatukataza nini? Hii hadithi inatutahadharisha
kufanya urafiki na pia kukaa na watu ambao kwamba ni wa dhulma, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakaposhusha adhabu, haijalishi kuwa wewe ni mwema au wewe ni mwovu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataadhibu wale wote ambao kwamba waliokuwa katika sehemu ile. Kwa hiyo tujihadhari sana kukaa na watu ambao kwamba wako na tabia mbaya, au tujihadhari sana watu ambao kwamba ni wenye kudhulumu, kwa sababu ukidhulumu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuadhibu, na huwezi jua Mwenyezi Mungu atakuadhibu adhabu gani, kama anavyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna dhulma dhulmatun yawm al-qiyama, hakika ya dhulma ni kiza siku ya nini? Siku ya Kiyama. Hiyo dhulma ambayo kama labda wewe utamdhulumu mwenzako, siku ya Kiyama wewe utakuwa katika kiza ambalo kwamba ni nyono sana, kiza ambalo kwamba la dunia tu unalishinda, je la akhera utaliweza? Tuwe makini sana na dhulma. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaposhusha adhabu kwa kaumu, ile adhabu itawasibu wale wote ambao kwamba waliokuwa katika ile sehemu. Tuangalie, siku moja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimtuma Jibril kwenda kuangamiza sehemu. Ile sehemu walikuwa watu wema na wengine walikuwa waovu. Jibril wakati anafika katika sehemu ile, akamkuta mzee mmoja anafanya ibada sana, anapiga dhikri, anamsabihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jibril akasema, siwezi, wanamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, siwezi kumwadhibu, siwezi kuadhibu sehemu kama hii. Basi Jibril akarudi mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akamwambia Mwenyezi Mungu, vipi, nimefika ile sehemu, nimemkuta mzee anafanya ibada sana na msabihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, vipi nitamwadhibu? Akasema, anza na huyo ambaye kwamba anafanya ibada, anza naye, kwa sababu yeye yuwafanya ibada aliyokuwa ile sehemu ambayo kwamba yeye yuko haamrishi wale watu wa pale wafanye ibada, na hawakatazi wale watu wamche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Funga wewe ukiwa katika karia yako, ile kitongoji chako, ukawa unafanya ibada, alafu wale watu wako ambao kwamba waliokuwa karibu na wewe hawafanyi ibada, chungana sana, Mwenyezi Mungu atakuadhibu vibaya. Ndio maana hii hadithi ilivyoshuka, wakati huyo Aisha anaelezea kwamba wataadhibiwa, wanazamishwa wale ambao kwamba waliokuwa wa kwanza na wale ambao kwamba waliokuwa wa mwisho, ila hao wote ambao kwamba wenye kuzamishwa wa kwanza na wa mwisho, siku ya Kiyama kila mmoja atafufuliwa hali ya kuwa yuko na nia yake. Kama nia yake yule pia ambao kwamba alikuwa yuko katika wale ambao kwamba waliozamishwa katika nini, katika ardhi, kama nia yake pia ilikuwa ni kuvamia Al-Kaaba, basi na yeye atakuwa miongoni wale ambao kwamba watakaopata adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wale ambao kwamba nia yao ilikuwa ni nzuri wataenda katika pepo. Kufikia hapo, nisema lafu minkum, wassalamu alaykum.